this third week of October, and we are faring on very well because our Lord has been so good. So welcome you, Reverend Tyrus from Deliverance Church Maragua, and today I want us to share on practicing His presence. And today I want to share on what we need most for our survival in the last days, which has become a sense of urgency as we face the tragedy of the last days. Moses knew how hard it was to walk without the presence of God. Therefore, he worked for it very hard. So we are living in a time when we just need the presence more than anything else. And in the book of Exodus, chapter number 33 and verse number 15, Moses said, "If your presence does not go with me, don't carry us up from here." So with the hard situation, he knew how difficult it was to handle daily needs of life. He had a big population which needed to be assisted daily. So without the presence, the daily supply of water without pipes was very difficult. These people needed water. They were in the wilderness. And without the daily supply of bread, without a bakery, it was very hard. So they needed the presence of God. And the supply of light without electricity cables, it was also very difficult. But God supplied them with a pillar of fire which supplied the light they needed all of them. There are times they wanted to have meat. So they received a supply of chicken without kenchik. You know, things like this, and because of the current problems all over the world, it is only the presence of God which can assist us to go through our daily needs and our daily problems in the name of the Lord. They were in big situation or dangerous situation in the wilderness, but God was able to cater for them because of His practical presence. So as it is hard today to access information without media technology, the same case applies. It is hard to live without the presence of the Lord. So that's what I need most, more than anything else. So then, how then do you live in the presence of the Lord? With His inaudible voice in your eyes on daily basis, and His unseen hand, because God is at work with His unseen hand. He's speaking without a mouth. He speaks. So God will always speak in His presence when He's very close with each one of us. So may God help us. So how then do you live in the presence of the Lord? How do you detect His unseen hand and His inaudible voice in your eye, in your ears on a daily basis? A sheep is supposed to grow familiar with the shepherd's voice. So we need to grow familiar. So the Bible says in the book of Psalms 23, this is a description of the lifestyle of a sheep and the shepherd, and which makes the sheep to rest in green pastures and still waters. So in the book of Psalms 23 and verse number 1, it says, David said, God is my shepherd, I shall lack nothing. Verse number 2, He makes me lie down in green pastures and still waters. He restores my soul, leading me to paths of righteousness, that His presence shall daily be with me. And verse number 4, He said, I shall not fear the shadows of death, for His load and staff comfort me. And verse number 5, David continued to say, my cup overflows, and He prepares a table in the presence of my enemy. And then the last scripture, he said, surely
verse number 6. Surely goodness, loving kindness shall follow me all the days of my life. So this is the kind of relationship we need with the shepherd and the sheep, so that God can supply to the sheep. And this is because of the presence of the Lord. So how then do you acquaint yourself to this presence? So I want to give you a number of points on how to practice the presence of God daily. And the first one, the first point, I have said, before you face the day, face the Father. Meaning, before you step out of your bed, step in His presence. So it is always good and very practical. When we wake up, let's not be in haste. And before you face anything else, before you face any other face, may God help you. Once you wake up, you just relate with the face of God the Father. In our Facebook, in our WhatsApps, we are identified through our faces. And the moment you identify yourself with somebody's face, you become personal friends and you have got a relationship. So the same case applies. Before you open your window to see what is going outside or on outside, before you do anything else, may you seek the face of God. So before you step out, can you just sit beside your bed and step into His presence? And the Bible says in the book of Psalms, chapter number 5 and verse number 3, every morning I will tell you what I need and wait for your answers. This is a psalmist. He knew how serious it was. He knew how good it is to face the face of God every morning. And that's the reason he said, every morning I will tell you what I need and what I want, and wait for your answer. So may God help us. Kabla uanze kupigana na kwenda kitchen, kwenda kwa bafu, kitu ya muhimu sana ni kutafuta uso wa Bwana. Na ukipata uso wa Bwana, utaenenda na uso mchana mzima na mchana kutwa, na Bwana ataweza kukufariji. The next point is awareness of God is a fruit of stillness before Him. Ukishaomba na ukishatafuta uso wake, kwa hivyo tena usiwe na haraka. Si utulie na uwe na utulivu mbele za Bwana. Utulie tu pale kwa kitanda yako, tulia tu na umgoje Bwana akupatie mwelekezo wa mawazo wako siku hiyo. And in the book of Psalms, chapter number 46 and verse number 10, it says, be still and know that I am God. So a mature believer has learned the treasure of shared silence. Unajua ukiwa tena wewe ni mtu wa kushinda ukiongea, hata ugoji haunyamazi, ni kusema you interfere with the person you are communicating. So may you be always silent before God, and you learn to understand the treasure of the shared silent before God. You don't need to fill the air with constant outburst. Kwa sababu unajua siku nyingi tukiamuka, watu wengine wanaamuka na makasiriko, watu wengine wanaamuka na as if they are so busy. So God is calling us for us to understand His practical presence. May we invite it in our life. So when you seek the face of God, the next step is God will instill silence, and God will give you the direction of your life, and things shall work very well with you in the name of the Lord. And that's why the psalmist said in Psalms 46 and verse number 10, be still and know that I am God. So God is calling us. Tusitue tukimngojea. Tukisha tafuta uso wake, si unamngojea basi, ndiposa naye akupatie mwelekeo na mambo yako yatakuwa mazuri sana. The third point is in the book of Joshua 1 and verse number 8. For the success of Joshua
he was commanded to meditate on his word. This is by giving God your whispering thoughts. You don't need to leave your office. Hata kama uko katika ofisi yako, hata kama uko kwa matatu, hata pahali popote ulipo, si uweze kuwa na utulivu wa Bwana na unaanza kuwaza neno lake. Because this word shall give you victory. The Bible says, when God called Joshua, because Moses was dead, he wanted to familiarize Joshua with his word. And he told Joshua, if you need courage, if you need victory, you have to meditate upon my word. Because there are so many obstacles within a day. Kuna mambo mengi sana inakungojea usiku kutu. Kwa hivyo kuna mambo mengi sana. But if you meditate upon this word, Jesus said in the book of John, chapter number 14 and verse number 6, I am the way, the truth and life. Yeye ndiyo njia. Yeye ndiyo atakuangazia katika njia yote unataka. Na tunaona kweli kabisa. Kwa sababu ya mtu kuitwa Joshua kuangazia neno la Bwana. Maandiko inasema wakati walifika katika ndiposa waweze kufika mji wa Jericho. Maandiko inasema Mungu akamweleza, we have to change the tack. Kwa sababu tumefika Jericho, hapa hatutapigana na mikuki. Kwa sababu kuna kuta haziwezi vunjwa na mikuki na silaha yoyote. Sasa Mungu akampatia mbinu nyingine. Akamwambia sasa ni kuzunguka mji. So, kwa hivyo ni kusema wakati wowote unapomsikiza Mungu and then you meditate on his word will always give you direction. And you shall live a victorious life. And this it was required in the last days. Hizi ni siku za mwisho. Kuna mambo mengi sana yanaendelea. Kwa hivyo tusaidiwe na Mungu wetu. Na sisi wenyewe tuwe watu wa kusikiza Mungu wetu, ndiposa aweze kutupatia mwelekeo wa neno lake. Na ninakwambia kabisa, Jesus said, one word from the mouth of the Lord is enough. Neno moja kutoka kwa kinywa cha Bwana linatosha. When God gives you that word, that word is like a hammer. Shida zote za siku ile zitaweza kuvunja. His word is like a sword. Kukitorekezea gari kama chochote kile, lile neno ni kisu ya kupenyesha, na unaweza kuendelea mbele na unakuwa mtu wa kufarijiwa na Bwana katika jina la Yesu Kristo. Si Bwana wetu tusaidie, watu wa Mungu. Kanisa la Bwana, si Mungu atusaidie, that we may be able to understand and to know how to practice his presence in the name of the Lord. Na wakati Musa aliambia Mungu, sasa sitatoka hapa kama sina uwepo wako. Musa alielewa, kwa sababu alikuwa na watu wakaidi, na akajua he shall be terrorized by these people. Na ni kusema, if you don't practice the presence of God, situations and environments will continue to terrorize you. May God help us even to practice on meditating on his word in the name of the Lord. So, what do we do? So learn to make your kitchen a cathedral of thanksgiving. Kwa hivyo, wakati unatokelezea pale kwa kitanda na umesoma neno la Bwana na umetafuta uso wake, when you are going to your kitchen, can you make your kitchen a cathedral? Kwa sababu kuna mambo mengi sana ya kufanya. Kwa sababu huwezi kaa pale uanze kusifu Bwana ukimshukuru na ufanye kitu chochote. But as you continue preparing all what you are doing in the morning, concerning you in the bedroom, can you make the bathroom, can you make the kitchen a cathedral of thanksgiving, and your soul a chapel of praise? Uwe mtu wa kutukuza Mungu kidani ndani. Na hivyo ndio Bwana Yesu aliambia yule mwanamke Msamaria. Akamwambia wakati umewadia na wakati ni huu wa kutafuta Mungu na roho na ukweli. It is a time to seek God in truth and in the spirit. So may your soul become a chapel of praising the Lord. And may your kitchen and your bathroom and your house become a cathedral of thanksgiving, even as you do your daily things in the name of the Lord Jesus Christ. Kwa sababu tunaweza kuwa tusiwe na muda mwingi, lakini tukijizoesha hii mambo and it becomes our habit, ni kusema Mungu, the presence of the Lord shall always be with us, and we shall not miss it, and we shall be able to do what Moses did.
Yesu alisema hakuna kitu chochote ninafanya nisipokuwa Baba aniongeleshe, aniambie kalifanye. Kwa hivyo wakati mwingine aliweza kuponyesha watu wengine na matope. Wakati mwingine alienda wengine aliwaongelesha na mkaanze kuona, kwa sababu alipewa neno la ile siku na akaweza kukutana na janga zote zile zilikuwa zikimfuata katika jina la Yesu Kristo. Sina Bwana wetu atusaidie. Hizi ni siku za mwisho. Na siku za mwisho zinataka watu wanaenda na uwepo wa Bwana. I have practiced to go with the presence of the Lord and have been so blessed in the name of Jesus Christ. Point number 4. Give God your weak thoughts. Unajua sisi hujeruhiwa sana. Mawazo yetu hujeruhiwa mara nyingi sana. Labda ni kazini kwako, labda ni nyumbani kwako. Inajeruhiwa na watoto wanajeruhiwa na wazazi, marafiki zako wanakujeruhu, watu wa matatu wanakujeruhu. So may you learn as you practice the presence of the Lord and that you don't lose it, to give your weak thoughts to God. The Bible says in the book of Psalms 121 and verse number 4, he who watches over Israel will neither slumber nor sleep. Huyu Mungu alalangi. Kwa hivyo sisi ndio ulala. Kwa hivyo ni kusema he's watching on us. So if you give him your thoughts, it is to say your thoughts shall be filled with the word of the Lord. Your thoughts shall be filled with the presence of the Lord. So if you fall asleep, don't worry. Fall on the arms of your Father. Si umekasirishwa siku mzima. Kuna mambo mengi ilikufanya. Biashara haikuenda vile ulikuwa unataka. Vile ulikuwa unataka mambo yenende, haikuenda hivyo. Vile ulikuwa unatarajia utapata pesa siku ile hukupata. And those are your weak thoughts. Kuna mtu pale alienda akakutukana. Kuna mtu pale alienda akakujeruhu na njia hii na nyingine. Kwa hivyo, huyu Mungu wa Israeli, yeye halali. Kwa hivyo hata wakati tunalala, may you fall on the arms of your Father. Si upatie mawazo yako, uipatie baba yako. So, can you follow yourself in his hands? And you shall see how practical it shall become. Na usiku hata ukifika, kwa sababu umepeana mawazo yako kwa Bwana na umejipeana katika mikono yake, unakuta hakuna majiraha mengi unapata. In the book of Ephesians 4 and verse number 26 says, in your anger, do not sin. Do not let the sun go down while you are still angry. For you to practice that kind of lifestyle, it is unless you have given yourself to the arms of the Lord. Kwa sababu kuna mambo mengi sana ya kukashirisha. Kuna mambo mengi sana ya kukuchokesha na inachokesha mawazo yako. Lakini tukizoea, na ndiposa tumeambiwa, kweli tutakasirika. Kwa sababu utakutana na huyu mtu amekukasirisha kwa sababu unataka kwenda ile njia. Na Biblia imetukubalisha kukasirika. Lakini usilale na hasira. Kwa sababu kila na hasira ni kusema zinakuletea ndoto mbaya. And that's the time you meditate on what that person did to you. And that's why it's very important when Jesus said on the question of forgiveness. Akasema, si usamehe ule mtu amekukosea. Na wanafunzi wako wakamuuliza, na akukosea tena? Akamwambia si msamehe mara 7. Wakati na akukosea tena, akamwambia endelea kumsamehe. Na usijaribu kubeba mtu. Kwa sababu kubeba mtu unajiwekelea mizigo. And then you block your mind. And then hata sio hivyo tu, na unajiweka jela. Kwa sababu ukosa kusamehe ule mtu na maisha inakuwa magumu. Na tutaki mambo kama hili. Na ndipo unaona watu wengi wanaendelea hata kuota vibaya. Watu wengi unaona wanaendelea kuwa na hasira. Unasikia kuna mtu amekaa ameua mwingine kwa sababu he has continued to harbor that anger. Anaendelea kuiweka ndani ya maisha yake. Wale watu unaona wakifanya mambo mabaya na mambo machafu, ni wale watu wanaendelea kubeba, to carry forward hizi vitu hazitakikani. Si Mungu wetu atusaidie watu na tukiwa hivyo, tutaweza, maisha itakuwa rahisi kwetu na Bwana wetu atakuwa mwema. Si ni maandiko yamesema katika kitabu cha Mathayo 11:28 inasema, misigo yako ile umebebana nayo uipeleke pale Kalvari. Bring all your burdens onto the Lord. Na umwachie pale Kalvari. Na ndipo uweze kuendelea safari na Bwana aweze kukubariki in the name of the Lord. So, you don't let go your anger. You have unpleasant nights if you don't let go your anger. Kwa sababu kuna mambo mengi sana ya kutujeruhi. Marafiki zetu wale wako karibu sana. Na Yesu alikosewa na watu wengi sana.
Lakini kitu moja alizoea ni kusamehe hao watu. Hata wakati yako katika pale msalabani na ako karibu kufa, yale majeruhi yote yalikuwa amewekelewa na wale watu, yeye aliongea tu akawasema, Baba wasamehe, kwa sababu hawajui wao wanachofanya. Na kwa sababu hiyo Yesu akawa msaada wa ulimwengu mzima. Leo mmoja wetu, kila mmoja wetu tunaweza enda kwake na tumuombe msamaha, kwa sababu yeye aliweza kusameheana katika jina la Yesu Kristo. Si Bwana wetu tusaidie, tusiwe watu wa kubeba hizi majeruhi za kila siku, na zinatuletea ndoto mbaya, zinatuletea mawazo mabaya. Kitu ikifanyika, wewe iachilie pale, and you give God even in your weakness. I said, how then do we acquaint ourselves with the presence of the Lord? And I said, as I repeat, because it is very important on the first point, before you face the day, face the Father. Meaning, before you step out of your bed, step into his presence. Kabla uongeleshe mtu mwingine wowote, jizoeshe kuingia katika uwepo wake. Pale katika rumu yako ya malazi, ukikalia pale tu kwa kitanda, na uambie Bwana, I want your face. Nataka sura yako. May it become the first Facebook page. Uso ya Bwana unaiona mkononi mwako, unaiona katika mawazo yako, na uone vile Bwana atakutendea mambo makuu. And we confirm that in the book of Psalms 5 and verse number 3. Every morning I will tell you what I need and wait for your answer. And then I told you the next point is awareness of God. The awareness of the fruit of stillness before God. Kunyamaza mbele za Bwana. And it's confirmed in the book of Psalms 46 and verse number 10. Be still and know that I am God. So you don't need to air, to fill the air without constant outburst. Wewe ni kunyamaza tu mbele za Bwana, na unaendelea kusikiza Bwana anataka kukupatia mwelekeo gani. Hata mtu anaitwa Elijah, wakati alikuwa anapanda mlima akitorokea Ahabu na Jezebeli, si maandiko ilisema kulikuja sauti nyingi na Bwana hapo katika ile sauti, lakini wakati alitulia kukatokelezea sauti ndogo na ikamwelezea mwelekeo yupi. Point number 3, as I repeat, it is in the book of Joshua 1 and 8. For the success of Joshua, he was commanded to meditate on his word. So for our victory, we just need this word of God. And the book of Jeremiah, chapter number 1 and verse number 12 says, God is looking upon his word to perform it. So may God help us to understand. By giving God our whispering thoughts, you don't need to leave your office. Kwa hivyo, ndiposa hiyo mambo yote uweze kuifanya, unaweza kuwa pahali popote. Hata mtu anaitwa huyu Jonah. He was in the belly of fish. Alikuwa mbali sana kwa tumbo, lakini neno la Bwana likamujia because alitulia. So as we move on relating with God, in our point number 4, let's give God your weak thoughts. And that is in the book of Psalms 121 and verse 9. He who watches over Israel will never slumber nor sleep. If you fall asleep, don't worry. Fall on the arms of your God, and God will bless you. As I conclude the book of Galatians 5 and verse number 6 and 7, the Bible says, in your anger, avoid many words. They lead to bad dreams and sin. Kwa hivyo, ni vyema sana tuelewe. Tupeane mawazo yetu, tujipeane kwa Bwana, tulalie mikono yake. Na ndiposa, na tuondoshe, we remove every kind of anger, so that God can relate with us even when we are sleeping, and we shall be able to enjoy the night in the name of the Lord. Kwa hivyo Bwana wetu atubariki. As we continue to practice his presence, may God continue to walk with us. Na Musa alielewa. Na wale watu wengi, maandiko inasema Enoch walked with God until he was no more. Kwa hivyo kutafuta uso wa Bwana na kuenenda na uso wa Bwana kila siku, hiyo ndio ile kitu itatuletea jawabu ya yale mambo yote yanatufuata
kila siku, wiki, mwezi na mwaka, na tunamalizia mwaka na ujasiri, na tunamalizia mwaka na ushindi mwingi, na Bwana amekuwa akibariki katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo Bwana wetu ni mwema, nasi tuendelee tukiendelea kubarikiwa na hii program ya neno la busara. Bwana wetu aendelee kufariji. Na unaweza kuwa pale labda uko na shida, uko na hitaji hapa na pale, na ningependa tuombe pamoja, na ndiposa Bwana aweze kuja pande zako as we continue to practice the presence of the Lord. Na sana may we learn na tuzoee to enter into his presence. Vile tunaingia kwa mitandao, si tuendelee kuingia namna hiyo katika uwepo wa Bwana, na tuone vile Mungu ataendelea kutuongeleshea katika jina la Yesu Kristo. Na kwa hivyo ningependa tuombe, na ndiposa Bwana wetu aweze kubariki. Baba, katika jina la Yesu, siku ya leo na hii wiki ya 3 ya mwezi wa Oktoba, Bwana, ninakabidhi watu wako mikononi mwako, ukiendelea kuwabariki, kukutana na mahitaji yao ya kila siku. Wana wa Israeli walikuwa wako katika a very bad situation, lakini Bwana, kwa sababu ya Musa kutafuta uso wako na kuenenda na uwepo wako, maandiko yanasema hawakuweza kukosa kitu chochote. Mikate ilitoka mbinguni, Mungu akawaangazia with a pillar of fire usiku, hawakulipa bili, and they needed chicken, they received the quarries from Philistine. Bwana, uendelee kubariki watu wako, kila wanahitaji kukutana na mahitaji yao. Ninaombea baraka zako kwa sababu wewe ni mwema. Wale wanataka kuokoka kupitia hii program, unaweza okoka na unaweza sema mambo haya nyuma yangu. Bwana Yesu, ninakuja mbele zako. Bwana, ninaomba ukanisamehe dhambi zangu zote, na ukavute jina langu katika kitabu cha mauti na uniandike katika kitabu cha uzima. Bwana, ninatubu dhambi ninazojua na zile sijui, zote nazileta mbele yako, na damu yako ikanioshe, kwa sababu wewe ni mwema. Bwana, nasema ni asante, ukiendelea kunibariki. Na ningekuuliza ukiwa umeokoka, unaweza enda kanisa yote ya kiroho iliyo karibu na wewe, na ndiposa ukuzwe, kwa sababu kuokoka is one step na kukua is another step as you continue to progress and practice in the presence of the Lord. Bwana ambariki sana hata tukiendelea katika jina la Yesu Kristo. Mimi naitwa mchungaji Reverend Cyrus Kamau wa Maragwa Deliverance Church, na neno linaendelea katika hii program ya neno la busara. Bwana ambariki sana katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu nimeomba, amina na amina. Na tukutane hiyo Jumatatu nyingine, na Bwana ambariki.